Jamaa sio driver wa pikipiki na anaonekana alikuwa amekunywa. Sababu tulipomsogelea pale kumgeuza alikuwa na harufu ya pombe. Ndio. Yaani kilichosababisha yeye afe ni nini? Ni kwanza ni mwendo aliokuwa nao wa pikipiki na kuna maelezo kwamba ana uzoefu wa pikipiki. Kwa hiyo alipogusa ile paving ya barabarani ile pembeni, unajua pikipiki unapokuwa kwenye spidi hata inzi anaweza akakudondosha. Alikuwa kwenye mwendo mkali kweli. Aligonga ukuta wa barabarani kama paving, alafu baadaye akagonga zile chuma. Kwa yule ningependa nitoe wito kwa vijana ambao unaweza kupewa chombo cha moto na hizi ni barabara, vyombo vya moto sio vya kujaribu. Kwa hiyo anapoonekana alikuwa pengine sio ameagizwa apeleke mahala pikipiki na yeye akawa kwenye lami. Kwa hiyo nitoe wito tu kwamba kwa vijana, kama unajua kabisa hujakomaa katika kuendesha vyombo vya moto, ni vizuri ukakataa au ukapita njia za pembeni ambapo hakuna msongamano. Sababu kilichotokea hapa inaonekana kwamba imetokea ajali na kawaida. Labda huyo kijana amefariki au imekwaje? Kwa jinsi nilivyoangalia kwa haraka, sina shaka ameshafariki. Ameumia wapi sasa? Nilivyoangalia kwa haraka kwenye sehemu za kichwa kuanzia shingoni kwenda huko juu, na inaonekana alikuwa na helmet. Pia nitoe wito vile maskari wetu wanapotuambia tuvae helmet kwa ajili ya kusaidia sisi wenyewe. Hii ni muhimu sana. Naona kilichotokea kwamba pengine alikuwa na helmet ingeweza kumsaidia, lakini inaonekana alikuwa na helmet na sehemu za kichwa huku kuanzia shingoni mpaka kwenda juu kichwani ameumia.